Professional football na maisha ya mpira kimojawapo mwiko mkubwa ambao upo ni matumizi ya madawa kulevya. Ndio changamoto kubwa ambayo inaweza kukupelekea na usifikie malengo au ukashindwa kabisa kushiriki huo mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo sehemu mojawapo ya kulea watoto ni kuwapa elimu madhara ya kutumia madawa kulevya. Aidha iwe sinio bangi, pombe, ni sehemu mojawapo ambayo inaweza kukupoteza ramani kabisa ya maisha yako yote ya mpira na hata kazi za kawaida. Kwa hiyo tunawaelekeza jinsi gani ya kuishi katika jamii, tunawaelekeza jinsi gani ya kuepuka makundi ya mbalimbali ambayo yanaweza kusababisha wao kupata katika madhara hayo ya madawa kulevya. Elimu tuliyoipata hapa iliyotolewa na viongozi wetu inatusaidia sisi, elimu tuliyoipata hapa inatusaidia sisi kuepukana na vikundi huko vya hatarishi kama hivyo, kwa sababu pindi kama usingekuja hapa, hii elimu usingeipata, usingekuwa hapa, inamaanisha ungekuwa sehemu nyingine ambayo ni hatari. Kwa hiyo yangekusababia madhara yako ya kiafya na kadhalika. Tumekuja kufanya huu mpira wa miguu kwenye ngazi ya awali kwa vijana wenye umri wa miaka 15, maana tumeenda kwenye eneo la kinga na michezo, lakini tulitoa elimu kwa walimu wa mpira wa miguu kwa vijana hao, kuwaelimisha kuhusiana na tabia au vitendo hatarishi vya kutumia dawa za kulevya kwenye michezo. Lakini pia tumejikita kwenye eneo la kinga, maana kuna upimaji wa ukimwi hapa, upimaji wa pressure, lakini pia tunatoa elimu kuhusiana kwa wale walioathirika, tunawaunganisha kuwapeleka kwenye huduma. Kwa hiyo tumeweza kuitendea haki kauli mbiu, kwa maana kila eneo tumeligusa kwenye kutekeleza ile azma ya serikali, lakini azma ya siku hii ya kupinga dawa za kulevya. Wale ambao tayari tunaona wamechanganyikiwa wanaendelea kupatiwa dawa ili waweze kukaa sawa, lakini hatuwezi kuacha nyinyi vijana mnaocheza michezo muingie kwenye hali ile. Ndio maana tunawafikishia ujumbe kupitia hii siku ya leo, ili kama mmeshafahamu kumbe mtu mwenye changamoto ya afya ya akili ni mtu aliyechanganyikiwa, tunawaomba sasa na tunawaasa kwamba tusiingie huko, tusijaribu kutumia dawa. Hata kama hatuna ajira, tusikimbilie kutumia dawa kama suluhisho la kupata utulivu na mapumziko ambayo tunaamini kwamba katika maisha yetu kwamba tutakuwa tumerahisisha, kumbe tunajitengenezea safari ndefu na ugumu katika maisha.